tuchunge ndimi zetu, tusiwachanganye watu. Na mimi nashauri mwenyekiti, mtu akitoa kauli za ajabu ajabu, hata kwenye mambo muungano, kuna watu walikuwa wanaondolewa kwenye nafasi. Akionekana anazungumza habari za kupinga muungano, kuwagawa watu, haraka wachukua hatua. Sasa kuna nini? Kama mtu anataka kwenye bunge hili anatuambia kuna Yuda kwenye serikali, alafu hayupo hapa, tuonyeshe yule nani. Mimi napendekeza mwenyekiti, huyo tunaambiwa aliwe kumtukana Mheshimiwa Mwinyi kule Zanzibar, alafu amekuja hapa akapata nafasi ya ubunge kwenye bunge hili. Alipofika mara ya kwanza tu akaomba ubunge tu na klabu, ikaonekana sisi hatuna mahitaji, hatuna vipaumbele, hatukujipanga, hatujakaa sawa. Ameibuka kwamba kuna Yuda. Kwanza atuambie Yuda nani. Tunaheshimu Mheshimiwa Rais, Amiri Jeshi Mkuu na kiongozi mkuu wa nchi na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Pili, tuna makamu wa rais, msaidizi wa rais, tunaye waziri mkuu, mtendaji mkuu. Viongozi wote watatu hawa tunawaheshimu, tunaunga mkono, tunawashika mkono, tufanye kazi. Simai humu ndani hatoke. Aleta mtu mwingine ambaye ana heshima, anaheshimu katiba ya Zanzibar, anaheshimu viongozi, anaheshimu mbunge. Hatuwezi kuonekana watu hovyo wote wajibu mwenyekiti. Mheshimiwa, hebu tulia kwanza, naomba ukae chini. Mheshimiwa wabunge, tukumbushane, tunajadili bajeti ya serikali. Sasa tujaribu kujiadresi kwenye bajeti ya serikali. Mheshimiwa Mkwabe, endelea. Mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli lakini kuna mambo yanakera sana, na hawa watatufanya tuwe na pressure. Unajua, wakati tunaenda shule tunajifunza namna ya kuongoza watu, namna ya kujenga hoja, kuwa wazalendo. Kaulika mwenyekiti, hata wao ulione kwamba sio sawa sawa, tunagawanywa pasipo sababu. Kama kuna watu wametumwa, nataka niwaambie za kuambiwa changanya na za kwao. Kuna mzee Kikwete ishasema kama kuna watu wamekula wamevimbiwa, wasitujaribia nchi. Fedha kusanywe, Watanzania walipe kodi, tupate maendeleo. Kama kuna mtu mpango wake kando, mwambie sumu haionjwi. Sumu haionjwi mwenyekiti. Mpasuko sumu haionjwi, aache na akome kabisa. Mimi nilikuwa naibu waziri wa muungano na mazingira, nimeenda Zanzibar, nimekaa pale, nimepokelewa, wala hakuna shida. Na hakuna mtu anahujua umetokea wapi. Twende ambavyo tumeridhishwa na wazazi wetu. Naomba waheshimiwa bunge, mambo haya Watanzania wanatuangalia, vijana wetu wanasikiliza, wanafuatilia Hansard. Tusitukanwe kwa mambo ambayo tunaweza kuyakataa. Akija mmoja wetu anataka kutoboa mtumbwi ili tuzame wote, nyanyua huyo au hao, tumbukiza wao, tubaki salama na Mama Samia na Nchimbi na Mwiguru na wabunge.